ili ukosoe, inatakiwa ujitathmini kwanza wewe mwenyewe. Wale wanaokosoa viongozi wa juu, yawezekana kiongozi akawa anaharibu kwa kusababishwa na watu wa chini. Lakini wewe wa chini ambaye unataka ukosoe, pia vile vile jiangalie katika utendaji wako. Vipi unafanya vizuri? Jiangalie kama ni mwanaume, jiangalie wewe na mke wako. Vipi unafanya vizuri maisha yako? Una respekti na mke wako? Wewe mke, una respekti na mumeo? Lakini mwalimu wa madrasa, unaishi vizuri na wanafunzi wako? Lakini mtendaji wa kata, je, unaishi vizuri na jamii yako inayokuzunguka? Lakini shekhe wa kata, shekhe wa wilaya, mpaka ngazi ya mkoa, wale unawaongoza vile ipasavyo? Una uadilifu? Hapo sasa ukishapata jibu, ndo utakuwa na ruhusa ya wewe kukosoa na kuwaelekeza watu. Bil hawadithi yadhharu al-akhlaqu, kwa mujibu wa matukio yanayotokea, tabia ya mtu ndo hudhihiri. Yani mtu kwa mujibu wa matukio yake yanayoonekana katika jamii, watu ndo wanajua huyu ni kiongozi sahihi, huyu si kiongozi sahihi. Sasa hapo watu wataruhusiwa kukung'oa kwa kutumia siasa, kukung'oa kwa kutumia upigaji kura, kukung'oa kwa kupitia mfumo sahihi ambao unatakiwa wao wakutoe katika njia ambayo si sahihi, na si kutumia kitu ambacho kitakuwa kinahatarisha maisha. Kama ni masala ya kidemokrasia, basi zitatumika zile tekniki ambazo za kisheria. Lakini tukirudi katika mfumo dini, huwa watu wengi sana pia vile vile wanarahumu kwanza viongozi kabla ya kujikagua wao wenyewe. Mfumo wa dini, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kipande kidogo cha hadithi pale aliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, na kuendelea, hadithi ni ndefu. Alikuwa anaonesha kwamba wote sisi tuna jukumu la kuchunga vile tunavyoviongoza, na tutaulizwa vipi tumeongoza vizuri. Sasa usije ukaona kiongozi wa juu anakosea, kumbe hata wewe katika utendaji wako, katika familia yako, marafiki, nani pia vile vile una mifumo ambayo inafanyaje, inakosea. Mwizi ambaye anaiba mamilioni ya pesa huko juu, tambua kwamba alianza chini, alianza kuiba kiberiti, na huyu alikuwa anaiba kipindi hiko toka yupo mdogo, na wazazi wake baadhi ya nyakati wakiwa wanashuhudia na kumtetea. Wanasema inna mu'dhama an-nari min mustasghari sharari, cheche ndogo ndio inafanya moto uwe mkubwa. Njiti ya kiberiti inaweza ikalipuliwa ikawa ndo sababu ya kulipua kiwanda, mtaa, pamoja na Mbagara yote au Kinondoni yote au Ilala yote, lakini chanzo ni njiti ya kiberiti moja. Kwa hiyo mwizi ambaye anakwenda kuiba mamilioni, anatikisa nchi, tambua kwamba alianza kuiba kwa udokozi. Alikuwa anadokoa hiki, familia ilikuwa inamwacha,
matokeo yake katika mifumo ya kitabia lile jambo imekuwa ni kawaida yake. Na kama unavyojua, jambo likishakuwa limeingia katika mfumo wa mwili wa mwanadamu, kuliacha hilo linakuwa ni process. Sasa ndugu yangu katika imani, hii mifumo ya kukosoana inatakiwa iende katika njia ambayo ni stahiki. Usije ukamkosoa mtu hali ya kuwa wewe mwenyewe una makosa. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.